Mabadiliko kiutendaji. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania. Kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania, ambayo ni kampuni tanzu ya TANESCO, ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha nguzo za zege za umeme, nguzo za zege na kufanya upimaji wa ubora wa bidhaa hizo hapa nchini. Hata hivyo, hadi sasa kampuni hiyo haijatekeleza jukumu hilo la msingi ipasavyo. Hadi kufikia mwaka wa fedha wa 2023/2024, kampuni ilipokea shilingi bilioni 6 kutoka TANESCO, ambapo shilingi bilioni 4 zilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo na shilingi bilioni 2 kwa ajili ya gharama za uendeshaji. Licha ya mpango hiyo, fedha nyingi zilitumika kulipa gharama za kawaida na kulipa wazabuni wa nje wanaotengeneza nguzo badala ya kampuni yenyewe kufanya kazi hiyo. Kwa zaidi ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, kampuni bado haijaanzisha uzalishaji wa nguzo wala kuwa na maabara yake ya ndani, jambo linalofanya endelee kuwa tegemezi kwa huduma kutoka nje. Kwa sasa kampuni hiyo haitekelezi jukumu lake la msingi kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa kampuni hii imeshindwa kutekeleza majukumu yake tangia imeanzishwa, napendekeza kampuni hii ivunjwe na shughuli za uhakiki wa ubora ziwe zinafanywa na idara ndani ya TANESCO. Mheshimiwa Rais, uwekezaji usio na tija kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited. Mnamo mwaka 2005, TANESCO iliweka shilingi milioni 31.8 kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited, ikimiliki 10% ya hisa. Kwa zaidi ya miaka 17, hakuna gawio lililopatikana na kampuni imekuwa ikipata hasara mfululizo, kwa maana kampuni ya East Africa Cables imekuwa ikideclare loss miaka yote hiyo. Lakini mwaka 2017 TANESCO ililipa kampuni hiyo shilingi bilioni 6.74 kama malipo ya awali ya vifaa, lakini hadi Novemba 2024, miaka 7 baadaye, hakuna kifaa kilichowasilishwa, huku mkataba wa dhamana ya benki vikiwa vimeisha muda wake. Hali hii inaleta hatari ya kupoteza fedha hizo kwa maana ya shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, TANESCO inashauriwa kufanya tathmini ya uwekezaji huu na ichukue hatua za haraka kudai malipo ya awali ya shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, madeni ya TANESCO kwa IPTL na urejeshwaji wa fedha za Tegeta Escrow. TANESCO inadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya IPTL, ikijumuisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba ya shilingi bilioni 127.22. Pamoja na mgogoro kuhusu kutohuishwa kwa leseni ya IPTL kati ya mwaka 2017 hadi 2022, kampuni hiyo imewasilisha madai mengine mengi ya fidia, gharama za uzalishaji na ada za kisheria, huku TANESCO ikidai kuwa mgogoro huo ulishatatuliwa kupitia kesi namba 200 ya mwaka 2015. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Rais, hadi Juni 2024, IPTL ilikuwa haijarejesha dola za Marekani milioni 148 sana shilingi bilioni 389.83 zinazodaiwa na serikali tangu Februari 2022, zilizotokana na makubaliano kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Inapendekeza kuwa serikali ifanye tathmini kamili ya madai yote ya madeni yanayohusiana na kampuni ya IPTL ili kubaini uhalali wake, usahihi wake na utekelezaji wa makubaliano ya kisheria. Vile vile, serikali inapaswa kutekeleza wajibu wa urejeshaji wa fedha inazodai kampuni ya IPTL kiasi cha dola za Marekani milioni 148 kwa kuzingatia mkataba wa makubaliano wa mwaka wa 2021 kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Mheshimiwa Rais, matumizi yasiyo na tija bilioni 370